Hizi ndio sababu 4 kwa nini wagonjwa wa kisukari huwa wanapata maambukizi kirahisi. Wanapata fungus, wanapata UTI. Kipindi ugonjwa wa corona umeingia, wengi walikuwa hatarini kupata tatizo hili na wengi walipata maambukizi ya corona kuliko watu wengine. Huwa wanapata maambukizi ya mara kwa mara, fungus, UTI, bakteria mbalimbali. Kwa nini huwa inawatokezea kwao? Wanakuwa na ugua. What is wrong? Shida ni nini? Leo nitakupa sababu 4 kwa nini wagonjwa wa kisukari wanapata maambukizi kirahisi. Naitwa Sam Nature, nasaidia watu wenye kisukari kuweza kuondokana tatizo lao, ambao hawana kuweza pia kujikinga wasije kupata kisukari, hasa wale wenye uzito mkubwa. Na katika mada ya leo nitaanza moja kwa moja kwenye sababu zinazopelekea maambukizi ya mara kwa mara. Wagonjwa wa kisukari wanapata maambukizi kuliko watu wengine, na hiyo iko wazi, hasa wakina mama wanapata UTI, fungus. Inawezekana tayari ni mgonjwa wa kisukari rasmi, hiyo kitu unaweza kuwa unaiona sana, au wewe ni mtahiniwa wa kisukari. Inawezekana umeshatumia dawa za UTI mpaka sasa unaanza kuwalaumu wauzaji. Umetumia dawa za fungus mpaka sasa umeona zote zinadunda. Inawezekana wewe ni pre-diabetic, unakuja kuwa mgonjwa wa kisukari, baadaye mwili wako umeshaanza kureact. Au kwa wanaume pia huwa wanapata hizo fungus, wanapata maambukizi mara kwa mara, anaweza kula tu vyakula kidogo yeye akapata shida. Sometimes mnalaumu vyakula, mnalaumu maji, kumbe shida ni huu ugonjwa wa kisukari, namna ambavyo unakuwa umekuathiri. Sababu ya kwanza ni kwamba kinga za mwili huwa zinashuka. Mgonjwa wa kisukari, kinga ya mwili wake huwa inakuwa down. Wale askari wa mwili tunasema white blood cells, zile seli nyeupe ambazo zinadili na kukinga mwili wako usivamiwe na maambukizi kirahisi, wale askari wa mwili huwa wanaharibiwa sana na sukari. Kwa hiyo askari wa mwili ambao ndio wanalinda mwili wako wako responsible, wakipata shida, ina maana wewe utakuwa uko exposed kupata maambukizi kirahisi kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kinga za mwili huwa zinashuka. Ndio maana unapata unaugua kirahisi, kwa sababu tu tayari ulinzi wa mwili umeshakuwa hatarini kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari. Ndio maana nakwambia kila siku, acha kulea ugonjwa wa kisukari kwa sababu unalea vingi. Okay? Sababu ya pili, mzunguko wa damu huwa unakuwa duni sana. Kwa nini? Kuna kitu tunaita microvascular damage. Huwa kuna shida ya uharibifu, kujeruhika, inflammation kwenye mishipa midogo midogo ya damu. Kwa hiyo inakuwa kama imejeruhika, ni kama ina majeraha. Sasa sehemu za majeraha, hata ukipata kidonda kikichelewa kupona, unaweza kupata maambukizi sehemu hiyo. Kwa kama kuna hizo damage, ina maana zinarahisisha kupata maambukizi ya bakteria au maambukizi ya vijidudu vya aina yoyote ile. Okay? Kwa hiyo hizo damage zinaweza zikapelekea kupata maambukizi kirahisi, kwa sababu healing inakuwa inachelewa. Okay? Sababu ya tatu kwa nini mgonjwa wa kisukari anapata maambukizi kirahisi ni kwa sababu ya tunasema uharibifu wa neva au magonjwa ya neva. Wagonjwa wa kisukari wanapata neuropathy, uharibifu wa mishipa ya fahamu, na ndio maana huwa wanapata changamoto za ganzi, miguu kuchoma, changamoto zote ambazo tulishawahi kuzijadili hapa. Ina maana pia hizo sehemu tayari na penyewe ni uharibifu, ni majeraha. Sasa sehemu hizo zinaweza zikakaribisha maambukizi kirahisi kuliko mtu wa kawaida. Kwa hiyo inarahisisha magonjwa au maambukizi kuweza kujitokeza sehemu hizo, kwa sababu kuna majeraha, kuna neuropathy, kuna uharibifu wa neva. Kwa hiyo ni sababu ya tatu ambayo inapelekea wagonjwa wa kisukari kupata maambukizi kuliko watu wengine. Sababu ya 4 ni mwili wa mgonjwa wa kisukari ni mazingira mazuri sana ya vijidudu, ni mazingira mazuri sana ya bakteria, ni mazingira mazuri sana ya fungus, ni mazingira mazuri sana ya wadudu kuweza kuishi sehemu hizo. Yaani kwenye sukari, ndio maana nakwambia sukari ni mbolea ya vidonda vya sukari, ni mbolea ya matatizo mengi sana. Kwa hiyo mgonjwa wa kisukari ni mwili unapokuwa katika hali yenye sukari nyingi,
basi inakuwa ni kama jumba rafiki la wadudu ambao wanashambulia mwili. Kwa hiyo mazingira ya wadudu kwa mgonjwa wa kisukari yanakuwa ni mazuri sana kuliko mtu ambaye hana tatizo la kisukari. Ndio maana ukiwa unatumia sukari sana, unaendelea kutumia vyakula vile vile, kama ulikuwa na kidonda kinaweza kachelewa sana kupona. Na kama kidonda kitachelewa kupona, rahisi kupata maambukizi sehemu hiyo, ikawa changamoto zaidi. Kwa hiyo hizo ni sababu 4 kwa nini wagonjwa wa kisukari wanakuwa wanapata maambukizi kirahisi kuliko watu wengine. Niambie, wewe huwa unasumbuliwa na maambukizi gani? Na kama unahitaji kupata msaada wa namna ya kutokomeza ile tatizo, ujikinge na haya mambo, usiishi na ugonjwa wa kisukari, utokomeze, achana na zile nadharia za kwamba ugonjwa hautibiki, ugonjwa ni progressive, ugonjwa ukiupata ni guarantee utabaki nao, utategemea madawa. Achana na hizo mambo, unaweza ukaureverse huu ugonjwa ukaondoka ukawa huru kabisa. Kama unahitaji kupata msaada, chukua namba hapo kwenye bio tuwasiliane. Kama uko nje ya Tanzania, anza na 255, na kama uko Tanzania chukua namba hiyo nipigie, ama nipigie kwenye WhatsApp. Kwa wale ambao uko nje, tuwasiliane, nitakusikiliza na kukupa ushauri wa namna ya kupata programu zetu chini ya usimamizi wetu wa karibu kabisa. Lakini kingine, usilee ugonjwa wa kisukari. Kwa mfano, magonjwa ya mlipuko kama corona yamekuwa yakija. Imagine una ugonjwa wa kisukari ambao unahafifisha kinga yako. Wengi mnafanya tiba za kulea ugonjwa na hamuelewi kama mnalea ugonjwa. Zaidi ya 80% ya wagonjwa wa kisukari ambao naongea nao, wanaonitafuta kwa mara ya kwanza, ukimuuliza tu lifestyle yake unaona kabisa huyo mtu analea ugonjwa. Kashaaga mapambano, ashajisalimisha. Anaishi lifestyle inayomsaidia kubaki mgonjwa milele. Kwa hiyo jitahidi kujielimisha, makala kama hizi fuatilia, halafu tafuta tiba inayokusaidia kuutua ugonjwa ili uwe huru. Usiwe tegemezi wa dawa milele, usiendelee kupata maambukizi haya ya mara kwa mara ambayo yanaweza kuhatarisha pia afya yako. Kwanza unapata maambukizi kwenye mapafu. Kwa nini unalea ugonjwa wa kisukari? Acha kulea ugonjwa wa kisukari. Okay, mimi ni Sam Nature, turudi kwenye nature.